Sisi tumekuja kwenye haya maonyesho ya dunia ya biashara ambayo yanafanyika hapa Osaka, Japani, na sisi hospitali ya Benjamin Mkapa tukishirikiana na chuo kikuu cha UDOM tumesaini makubaliano na Tokushukai Medical Corporation. Hili ni grupu la madaktari wa Kijapani ambao limekuwa likisupport nchi kadhaa barani Afrika katika kuboresha huduma za afya. Na hawa wamekuwa wadau wetu wa muda mrefu nchini Tanzania, ndio walikuwa watu wa kwanza kusapoti swala la dialysis center pale hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na UDOM. Sasa MOU hii ambayo tumeisaini sasa hivi ni kwa ajili ya kujenga kituo cha umahiri kwa ajili ya upandikizaji figo katika eneo la Tanzania na pia Sub-Saharan Africa. Ni grant ambayo haina masharti yoyote, itakuwa na thamani ya bilioni 1.5 yeni ambazo ni takriban sawa na bilioni 28 fedha za Kitanzania. Kwa hiyo watatujengea hicho kituo ndani ya hospitali ya Benjamin Mkapa, na vifaa pia tutapata. Pia serikali yetu itasaidia katika baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba hicho kituo ndani ya miaka mitatu kinakamilika na kuanza huduma. Kwa hiyo sisi tunatoa shukrani kwa serikali ya Japani kupitia hao wadau, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi ambayo ametufanya sisi tuweze kufikia makubaliano na hawa, na chini ya viongozi wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwepo hapa na ameshuhudia haya makubaliano ambayo mwisho wake yanaenda kusaidia wananchi kwa ajili ya kuboresha huduma za tiba ya figo, si kwa Watanzania tu bali pia kwa Waafrika wengine. Lakini pia kituo hiki kitatoa mafunzo. Ndio maana wenzetu wa UDOM pia watakuwepo kutoa mafunzo kwa ajili ya kupandikiza figo kwa Watanzania, lakini pia kwa Waafrika wengine. Na pia tutafanya tafiti ambazo zitasaidia kuzuia au kupunguza magonjwa yanayohusiana na figo. Kitakuwa ni kituo kikubwa kwa eneo la Sub-Saharan Africa kwa ajili ya tiba ya upandikizaji wa figo. Kwa hiyo si kwa ajili ya Watanzania tu, kitatumika pia kwa ajili ya tiba ya wananchi kutoka nchi za jirani, lakini pia kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya wataalamu ambao wataenda katika nchi zao katika maeneo kwa ajili ya kusaidia tiba ya figo, lakini pia hasa eneo la upandikizaji wa figo. Na mimi kwa kuwa natoka chuo kikuu na ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, tumekuja hapa kwa sababu tunao ushirikiano na mashirika yanayoshughulikia mambo ya afya katika nchi ya Japani. Mojawapo ya shirika linaitwa AFRECO, Association of Africa Economy and Development. Hili ni shirika lisilo la kiserikali, lakini tuna makubaliano ya ushirikiano na chuo kikuu cha Dodoma kwa ajili ya mambo makubwa matatu. Moja ni kwamba sisi tunataka kuanzisha programu ya uhandisi wa vifaa tiba. Tunao wataalamu wachache sana nchini na ni vyuo vichache sana ambavyo vinaendesha programu hizo. Lakini uwekezaji kwenye sekta ya afya ambayo serikali ya Tanzania imefanya ni mkubwa sana. Na kwa kweli vifaa vingi na vya kisasa vimesambaa kila mahali. Na vifaa hivi kwa sasa hivi vikiharibika, nchi inalazimika kuchukua wataalamu kutoka nchi zingine. Kwa mfano Kenya au Afrika Kusini. Tunadhani hii sio sawa kwa nchi ambayo inataka kujitegemea na nchi ambayo inakwenda kwa kasi kama Tanzania. Kwa hiyo sisi tumejiunga na Watanzania wengine ambao wanaona iko fursa kwanza kwa vijana wetu kujua eneo hilo, lakini pia waweze kutengeneza baadhi ya vifaa ambavyo inawezekana kuvitengeneza badala ya nchi kuendelea kuagiza, lakini vile vya thamani kubwa ambavyo vinaagizwa na nchi yetu. Na tunajua kabisa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambavyo ana passion kuhusu afya ya Watanzania. Basi vikiharibika tuvitengeneze, lakini tuvitunze vizuri ili visiharibike kwa sababu ni vya gharama kubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumza na hilo shirika la AFRECO, tulishaleta maombi kupitia ubalozi wa Japani nchini Tanzania, na tunajua ombi la vifaa hivyo ambao lina gharimu takriban dola milioni 1.5 lilishafika kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Japani. Kwa hiyo kuwepo kwetu hapa leo ilikuwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa jambo hilo. Lakini pia
kwa kushirikiana na wenzetu wa hospitali ya Benjamin Mkapa, kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya kazi pamoja na Chuo Kikuu cha Dodoma. Mojawapo ya kazi ambayo tunaifanya kwa karibu sana ni upandikizaji wa figo ambao huu unafanywa kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini unahusisha wataalamu walioko Chuo Kikuu cha Dodoma na wataalamu waliopo pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Na kwa sababu hiyo tumeendelea kutafuta rasilimali kwa pamoja kwa ajili ya kueneza hiyo teknolojia ya upandikizaji figo. Tunajua kuna maelfu ya Watanzania wanalazimika kwenda nchi za nje na wanatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Bahati nzuri wataalamu tunao, na kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka jana takriban upandikizaji wa figo kwa watu 50 umeshafanyika pale Dodoma kwa ushirikiano wa wataalamu kutoka hivi taasisi hizi mbili. Kwa hiyo tunalo shirika linaitwa Tokushika Medical Group lililopo hapa Japani. Ni shirika ambalo ni kubwa sana kwenye sekta ya afya, wana hospitali takriban zaidi ya 370. Sasa hawa ndio walitusaidia mwanzoni kuanzisha huduma ya kuchuja damu pale Chuo Kikuu cha Dodoma na Benjamin Mkapa. Baadaye walipoona kwamba kituo chetu kwa maana cha Tanzania kinafanya kazi vizuri sana, wakaona ni vizuri waendelee kushirikiana nasi kwa ajili ya kuendeleza teknolojia hiyo. Kwa hiyo mwaka juzi tulianza majadiliano nao kwa lengo la kujenga kituo kikubwa cha upandikizaji figo, lakini mbele ya safari kinaweza kutumika kwa ajili ya kupandikiza viungo vingine. Sasa huo ni msaada ambao wako tayari kutoa, ambao unagharimu takriban bilioni 30 na ni yeni bilioni 1.5. Kwa hiyo bilioni 30 za Kitanzania. Kwa hiyo huo ni msaada mkubwa. Tumekuwa tukiendelea kujadiliana, na mwezi uliopita timu yao ilikuwepo Tanzania. Kwa hiyo hatimaye tumekubaliana kwamba sasa watatoa huo msaada, watajenga hicho kituo pale hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini tutaendesha kwa ubia kama ambavyo tumekuwa tukifanya huko nyuma. Na kwa hiyo leo rasmi tulikuwa tunasaini hayo makubaliano kwa ajili ya hiyo, na tunafurahi kwamba sisi kama Watanzania, sisi kama wafanyakazi wa Tanzania tunapopata fursa kutafuta fursa zingine ambazo zinaweza zikasaidia kwenye sekta ya afya kama ilivyo sasa, ni wajibu wetu. Lakini kwangu mimi kama Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Dodoma, sio sekta ya afya peke yake, bali madaktari wangu watajifunza, manesi wangu watajifunza, wataalamu wa dawa watajifunza. Kwa hiyo tunadhani itatusaidia sana kwenda mbele. Lakini mtazamo wa muda mrefu tunavyoendelea kujadiliana na Tokushika Medical Group ni kwamba ikiwezekana baadaye hiki kituo kitumike kwa ajili ya kufundishia madaktari na wataalamu wabobezi, specialists kutoka nchi zingine za Afrika kwa ajili ya hii teknolojia ya upandikizaji wa figo. Na sisi tumepewa hiyo fursa kwa sababu walitoa misaada kwenye nchi mbalimbali, lakini ikaonekana timu ya Dodoma ndio ilifanya vizuri. Kwa hiyo inaonyesha jinsi ambavyo Watanzania tukiwa serious tunaweza tukafanya vitu vizuri sana na vikavutia fedha kutoka sehemu mbalimbali.